Mambo ni mazito, vita inakwenda kuibuka, vita kubwa sana ambayo vita hii inakwenda kusababishwa na ujumbe ambao umetumwa na Roy, hasa akimuita mpenzi na kumwambia anamchukia. Hapo ndipo kazi ilipo. Sasa cha ajabu ni kwamba hiyo namba inakuja kama namba ngeni. Manake kunaweza kukaa na wasiwasi mkubwa, lakini vita haitakuwa kubwa sana. Kwa sababu kuna kitu kimoja cha kunoti. Wakati wanafanya yale mazungumzo kati ya huyu ambaye ni Roy pamoja na yule mfanyakazi ambaye ni Samila, basi kwa upande wa upande mzima wa Kalobo alikuwa akiwachungulia, kwa hivyo kaona kila kitu, kwa hivyo atakwenda kusema kila kitu. Lakini kwa faida zaidi ni kwamba kuna watu ambao walikuwa hawafahamu, wakijiuliza maswali mengi. Hata mimi mwanzoni kabisa, kabla sijaulizia moja kwa moja kwa wahusika kwamba mbona amemweka huyu Samila kama vile anaonekana kama ameagizwa na mtu, ndipo baadaye nikaja nikafahamishwa kwamba anaigizwa na Roy. Kwa hivyo leo kwa asilimia kubwa wengi ambao walikuwa wakifuatia tamthilia hii basi wameweza kuona moja kwa moja kwamba Samila ambaye ni mfanyakazi wa hapo kwa baba Kalobo basi alikuwa akiagizwa na huyu ambaye ni Roy. Sasa kuna kitu kimoja pale ambacho ameweza kumwambia Roy kwamba kama akiajira akikosa kazi hapo, je, atamlipa mshahara Roy? Kwa hivyo hicho ndicho kitu ambacho kinaweza kikamlinda, lakini pia hapo bado kazi ipo kinoma noma. Lakini habari njema ni kwamba kwa upande mzima wa Kisoda kapewa majukumu hakikishe mambo yanakuwa vizuri huko nyumbani. Lakini cha ajabu sasa na kibaya zaidi ni kwamba kwa sasa hivi vita inakwenda kuwa nzito na kubwa sana, hasa kwa upande mzima wa huyu ambaye ni Kizibo. Kapata nguvu za ajabu, nguvu hizo ambazo anakwenda sasa kuja kuzitumia kwa namna ya kitofauti zaidi, hasa kuweza kuhakikisha anatumia kuwaumiza watu, hasa atakuja kwa baba Kalobo, lakini atakuja wapi pote. Sasa kitu ambacho ukijui ni kwamba kaingia kwenye janga zito la masuala ya kichawi. Manake hapo kaja kwenye vita nzito kati ya kina Kalobo. Kwa hivyo hapo kaja kwenye vita nzito ya kina Kalobo ya kushindana kichawi. Lakini je, itakuwaje kwa sasa? Je, mambo yatakuwaje kuwaje? Maana tayari ndo kashaingia kwenye mambo ya kichawi. Ama hakika kazi ni nzito kinoma. Basi na imani unaendelea kuenjoy na kufurahia kile ambacho kinachojiri. Kitu cha msingi kwamba kama nilivyokujuza, hakikisha kama ni mara yako kwanza kufika hapa, kama nilivyokujuza, hii ni Bongo Movie Network. Bongo Movie Network hapo tunazungumzia uchambuzi tu, lakini nimekujuza vitu vingi sana. Na huo ulikuwa ni utangulizi mwanzo kabisa. Sasa Bongo Movie Network wanazungumzia uchambuzi, lakini movie hii utaipata kupitia channel ya Baba Joan pale, lakini pia hapa ni sehemu ambapo huwa tunakutana wale watazamaji ambao tumeshakwisha kuitazama hii episode kujiandaa kabisa kutazama episode mpya, lakini pia mimi nikupatia ladha murwa kabisa ya kukufafanulia na kukujuza kile ambacho aidha ulikuwa haukijui au kukiona zaidi na zaidi. Basi kama ni mara yako kwanza kufika hapa, hakikisha unabonyeza neno sawa, lakini pia nikujuza tu kwamba hapa tunazungumzia uchambuzi. Sasa mwanzoni kabisa wa tamthilia hii tuliweza kuona namna ambavyo Kisoda alifanikisha mpango mzima wa Roy ambao alikuwa ameupanga wa kummwagia maji huyu ambaye ni Mdoli. Mpango huo ulifeli kabisa mara moja na ukateketezwa mara moja. Sasa wakati hao wote anajili ni kwamba mambo yakawa ndio hivyo. Lakini pia tuliweza kuona kina Kalobo wametoka na Kalobo pamoja na huyo ambaye ni Joan walikuwa wametoka moja kwa moja shule, wametembea na nini, lakini baadaye tukapelekwa moja kwa moja ambapo kwa upande mzima wa Kisoda, ambapo upande mzima wa Kizibo huyu. Unajua Kisoda na Kizibo ni vitu ambavyo tunasema vinashabihiana. Sasa Kizibo ni kwamba kaka hapo katulia zake na nini, mwisho siku kasaidiwa na mbibi, kwamba mbibi huyo mwenyewe ni mchawi. Sasa kapata advantage, kaenda kusaidiwa nguvu ambazo ameweza kuzipewa aweze kuzitumia kulipiza kisasi kwa wale wote ambao walimlipiza wema kwa ubaya. Kwa hivyo anakuja kuhakikisha wote wananyosha adabu nzito sana. Kazi ni kubwa kinoma. Lakini bahati nzuri ni kwamba kwa upande mzima wa Kisoda yupo anataweza kutoa msaada mzuri kabisa. Sasa kitu kingine ambacho ni cha kunoti hapo, kama ulikofahamu, kuna issue nyingine hapo ya tuliweza kumuona Kimbulu akiwapandishia kibensi, yani akiwa na kiburi dhidi ya wale wenzake, na mwisho wa siku, lakini hapo katika kikao hicho hatufanikiwa kumuona Kibelenge. Lakini katika kikao hicho manake mambo yalienda tofauti, kwa sababu
waliweza kumpa maelekezo na mwisho wa siku akaweza kuyafuata, kitu ambacho kiliashiria kwamba kuna jambo ambalo halikuwa sawa, na baadaye kukaa na utofauti zaidi ambao uliweza kuibuka na kujitokeza. Sasa tukielekea zaidi mbeleni zaidi, ndio hapo ambapo aliweza kupewa nguvu ambaye ni mdoli na ambaye ni Kizibo, anakuja kuzitumia kulipiza kisasi, lakini hajui kama kuna msaada mkubwa. Sasa punde si punde ni kwamba tayari Roy anaingia. Hapo ndipo ambapo tukafahamu moja kwa moja kwamba kumbe huyu mfanyakazi ambaye anaitwa Samira basi huwa anasaidiwa na huyu ambaye ni Roy, ndo huwa anampa ajenda zote, anazichomeka ajenda zote kuhakikisha mambo yake yanafanyika au harakati zake zinafanyika. Kwa hivyo yote kwa yote ni kwamba Roy ndiye ambaye anayehusika kuweza kumtumia huyu mfanyakazi, lakini mfanyakazi kwa maneno ambayo aliambiwa na Baba Kalobo basi yaliweza kumfanya pia apate na akili ya kuweza kujifikiria kwamba kama akifukuzwa kazi, je, nani mwingine atakayemsaidia? Lakini lengo lake ameambiwa awagombanishe tu, awagombanishe. Hapo kazi ipo kweli kweli. Lakini ni kwamba Roy ameweza kuonwa, wamemuona pale, Kalobo ameweza kumuona, lakini bado mipango yake yote haiwezi katimia tu kwa sababu ya Kisoda. Ni mtu ambaye sasa hivi anatoa msaada mkubwa na mzito kinumanoma. Kazi ipo kweli kweli. Sasa ni ipi ambacho kinachukuliwa kutokea hapo? Kwanza kabisa itabidi wafikirie Baba Kalobo, kama unavyojua sio mtu wa mambo mengi, kwa hivyo kutakuwa na wasiwasi mkubwa sana, hasa kwa hiyo namba ambayo iliyotuma meseji. Japokuwa mdoli sasa hivi ana ujauzito, manake ana hasila nyingi sana. Unajua mtu akipata ujauzito basi kidogo anakuwa na hasila. Hapo ndipo kazi ambapo kazi kidogo ipo na mambo yatakuwa ni tofauti kabisa. Basi nikusiendelea kuenjoy na kufurahia. Tukutane na saa mwingine. Hii ni Bongo Movie Network. Asante kwa kuwa na mimi. The content on this channel is created for educational, informational, commentary and entertainment purpose only. So please note that this is not an original video or episode. It just analyzes and review of some episode in our series. This video doesn't aim at distorting you or deceiving anybody to believe that this is an original episode. So our aim is to analyze on some parts of the previous episode and give prediction on what is going on to happen in the next episode. Always we consider YouTube community rules. In case you want to see original video, please visit the mentioned channel below in the description of this video. Also, copyright use disclaimer. This video is for entertainment purpose only. Copyright disclaimer under section of 107 of the Copyright Act of 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, commentary, news reporting, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed. Non-profit education or personal use tips balance is favor of fair use. Note that we make a video to influence people to watch original movies, which are true hidden gems to entertain people. This video is all about explaining the movie from our own point of view. For explanation, we have used most of the video clips from the movie for better understanding. For video clips, all credit go to the movie owner. Any footage in this video has only been used to communicate a message which will be understandable to the audience. According to my knowledge, it is fair use under the review and commentary section. We do not plan to violate any rights. Our video is not aiming on distorting the original video. Sasa ni wakati wa mfanyakazi kufukuzwa. Katafuta visa vingi sana, lakini kaamua aweze kufanya hili, lakini sio mara yake ya kwanza kufanya tukio hili. Kwa hivyo moja kwa moja hata mdoli atakapoona basi hatoshangaa sana, kwa sababu nakumbuka kabisa wakati ule alipokuwa akiwaletea chakula aliweza kudondosha kijiko na kuweza kuinama huku akiwa amevaa nguo za ajabu kabisa, kitu ambacho kiliweza kusababisha mdoli aweze kumuita kisha aweze kumpa onyo kwamba asirudie kufanya lolote lile. Sasa ni wakati ambao mdoli ameondoka, kwa hivyo akaona ni vyema aweze kuvua nguo hapo. Lakini lengo la huyu mfanyakazi sio tu kuvua nguo aidha kufanya mapenzi tu na Baba Kalobo,
bali anataka waweze kuachana kwa namna yoyote ile, kwa sababu lengo lake ni lingine kabisa. Kumekuwa na maswali mengi sana, watu wengi wakijiuliza kwamba huyu katumwa na nani au lengo lake ni lipi? Basi nitakufahamisha. Kitu msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia hapo kwenye comment tujuze hapo kwa upande wako, kama ni wewe umemkuta mfanyakazi wako yuko hapo, je, utamfukuza au utaendelea au utampa onyo? Ni kipi ambacho utakachokifanya hapo? Au utahisi labda baba mwenye nyumba ndiye mhusika, aidha baba John naye pia anahusika kuhusiana na namna ambavyo anavomvulia nguo, aidha amheshimu au ni nini? Kipi ambacho aidha unaweza kukifanya? Basi tujuze hapo kwenye comment, lakini cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe kisha tuweze kuendelea moja kwa moja. Ni kukaribisha, hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambayo tunazungumzia uchambuzi, na siku ya leo tupo na tamthilia hii tukiwa episode ya kuelekea 6. Basi tuzungumzia vitu vingi sana. Sasa tukianza moja kwa moja, kama nilivyokujuza, nitakufahamisha vitu vingi sana ambavyo ulikuwa ufahamu. Tukianza moja kwa moja, kama tulivyoona mwanzoni kabisa, huyu mfanyakazi huyu aliamua kuweza kutega mitego yake, hasa akihakikisha kwamba anatengeneza mazingira ambayo akaweka mafuta chini kusudi waweze kuteleza, lakini mwisho wa siku aliweza kumwacha hivyo hivyo bila kujaji, bila kuhoji na nini. Kwa hivyo haya yote yanaendelea ni kwamba huenda anachukulia rahisi kwamba hizo wanavyomwacha wanampa onyo tu. Lakini baada ya hapo ni kwamba tuliweza kuona tukio lingine jipya kabisa ambalo lilikuwa ni la huyu ambaye ni Madevu pamoja na Kizibo, lakini pia na Sonia aliweza kutokea hapo. Sasa kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukinifuatilia hapa uchambuzi, kama nilivyokujuza, huwa nawafahamisha matukio yanayokwenda kujiri katika hatua zilizopita zile. Ukiachana hii nilizozungumza hivi karibuni, ile iliyopita nilikujuza kwamba watakwenda kukutana wote watatu, kisha mambo yatakuwa mazito, mambo yatapalanganyika, niseme hivyo kwa Kiswahili cha kawaida. Kama ulivyoona, basi ndio hivyo, alitokea kuwakimbiza na fimbo na mambo yakawa ni mengi kulikweli. Sasa kitu ambacho kilifanyika hapo ilikuwa ni kama mchezo, kwa sababu kwa upande wa Kizibu akajifanya kama hamjui kabisa, kwa sababu hawa ni watu ambao wanaishi mtaa mmoja, lakini wanatakiwa waishi kama vile hawafahamiani kabisa. Kwa hivyo hicho ndicho ambacho kilichokwenda kutokea, lakini kila mtu anafahamu kwamba kwa upande wa Kizibu ana siri zake zipo kwa Sonia. Sonia anamjua ni mwanamke gani mwenye roho mbaya kiasi gani, anamjua kabisa ni mtu wa hovyo kabisa. Lakini kwa upande mzima wa mwamba mwenyewe huyu ambaye ni MC Madevu, pia Sonia anamjua ni mtu gani. Kwa hivyo wote kwa ujumla wanajuana. Kwa hivyo ile connection sasa ndio inayokuwa ngumu sasa kuweza kuiconnect zile doti kusudi kuweza kuona namna gani ambavyo mambo yanavyoweza kwenda tofauti kabisa. Sasa kwa hivyo aliweza kuwakimbiza na fimbo namna ile pale, halafu kisha maisha yakazidi kuendelea. Sasa je, ni kipi kinachoendelea? Ni kwamba Kizibu anakwenda kuambukizwa ukimwi kisha aweze kutelekezwa. Japokuwa Kizibu anaonekana kama vile katokea tu kudata hapo, hata itabidi anaona kama vile hapo basi ni vyema akatulia hapo. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hilo? Lakini pia tuliweza kuona Baba Kalobo akiwa msituni na Sonia. Baba Kalobo na Mdoli wameenda zao msituni, wanapiga zao story nyingi kweli, wakijadiliana vitu vingi kweli. Sasa wakati hayo yakijili ni kwamba tuliweza kuona pia namna gani ambavyo kwa upande wa huyu ambaye ni Rufa akilia kwa sababu ya yule mwanamke mpenzi wake ambaye wamezaa naye, lakini mwisho wa siku ameweza inasadika kuwa kaenda kwa mwanaume mwingine, kitu ambacho kimetokea kumpa wasiwasi mkubwa sana na kujikuta akitoa machozi mazito sana kidomanoma. Sasa hii sini basi itaendelea mbeleni, kama hujaielewa basi kwa mbeleni utakuja kuelewa alipoelekea na kilichotokea, kwa sababu kuna siri zilichanganya kidogo pale ambapo tuliweza kumuona siku moja Fashion akiwa amekumbatiana na mpenzi wake na Rufa, lakini pia wakawa tu freshi na maisha kaendelea. Kwa hivyo katika sini zijazo utazidi kuelewa zaidi. Wakati hao yakijili ni kwamba bado kuna mambo mengi sana ambayo tuyajui, hasa kwa upande wa kule nyumbani kwa Mkumbi, lakini pia kuna Patronize, hatujui kipi kilichojili huko, lakini pia mambo ni mengi kweli. Sasa ukweli ni kwamba kuna kitu ambacho kimejificha hasa kwa upande wa Rufa. Ukweli ni kwamba kuna namna ambayo kuna namna mchezo ambao unavyochezwa hasa kwa upande wa huu rafiki yake na Fashion. Kuna mchezo ambao unachezwa hasa ambao utakuja kusababisha madhara makubwa sana kwa mbeleni, kwa sababu huyu rafiki yake na Fashion labda nisiongelee sana ili kusudi kuweza kumaliza huo ndo.
lakini hayo yakijili ni kwamba mambo ni moto kweli kweli. Sasa kuna kitu kingine hapo ambacho ni cha tofauti, hasa kwa upande wa Kizito. Kizito bana kashtuka, yani kaona kama vile Remi ni mtu wa hovyo sana, anaweza kumuambukiza virusi vya ukimwi bila kujua kwamba Remi tayari lengo lake lilikuwa ni kuweza kumwambukiza na tayari mambo yameshakwisha kuwa mabaya. Sasa Eugene anamshauri kwamba eti waende kupima, wakati hapo alipo ameshakwisha kumuua. Sasa unahisi kwamba siku Eugene akija kasikia kwamba rafiki yake ana virusi vya ukimwi itakuwaje? Lakini pia kwa upande wa Kizito akija kupima na kuweza kuona namna hiyo itakuwaje? Mambo ni moto kweli kweli. Na maana kubwa naendelea kuenjoy, lakini pia tuliweza kuona namna gani ambavyo mfanyakazi alivyokuja pale na kujigeuza mwisho wa siku akadondosha nguo pale. Sasa ni kipi kinachokwenda kujiri? Sasa hapa ni kwamba kwa upande wa Mollin, au niseme huyu ni nani? Huyu ni Mdoli anajua kabisa kwamba hapo kuna michezo ambayo inachezwa, lakini kwa sasa hivi anakwenda kupata wasiwasi mkubwa. Kutakuwa na kazi hasa kuweza kumwaminisha kwamba mwenye makosa ni yule mfanyakazi kutokana na hali iliyopokea. Lakini kulingana na mazingira ni kwamba kama wakuta wamekumbatiana hapo ingekuwa kuna namna fulani, lakini baba Karobo kakaa anashangaa, alafu yule ndo kadondosha nguo. Kwa hivyo hapo kuna kitu ambacho kipo. Je, kipi ambacho unaweza kuzungumza hapo? Tuambie kwenye comment, alafu kisha hakikisha unabonyeza neno subscribe. Asante kwa kuwa na mimi, tunaendelea na saa mwingine. Sasa ni wakati wa mfanyakazi kufukuzwa. Katafuta visa vingi sana, lakini kaamua aweze kufanya hili, lakini sio mara yake ya kwanza kufanya tukio hili. Kwa hivyo moja kwa moja hata Mdoli atakapoona basi hatoshangaa sana, kwa sababu nakumbuka kabisa wakati ule alipokuwa akiwaletea chakula aliweza kudondosha kijiko na kuweza kuinama huku akiwa amevaa nguo za ajabu kabisa, kitu ambacho kiliweza kusababisha Mdoli aweze kumuita kisha aweze kumpa onyo kwamba asirudie kufanya lolote lile. Sasa ni wakati ambao Mdoli ameondoka, kwa hivyo akaona ni vyema aweze kuvua nguo hapo. Lakini lengo la huyu mfanyakazi sio tu kuvua nguo aidha kufanya mapenzi tu na baba Karobo, bali anataka waweze kuachana kwa namna yoyote ile, kwa sababu lengo lake ni lingine kabisa. Kumekuwa na maswali mengi sana, watu wengi wakijiuliza kwamba huyu katumwa na nani au lengo lake ni lipi? Basi nitakufahamisha. Kitu msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe, lakini pia hapo kwenye comment tujuze hapo kwa upande wako, kama ni wewe umemkuta mfanyakazi wako yuko hapo, je, utamfukuza au utaendelea au utampa onyo? Ni kipi ambacho utakachokifanya hapo? Au utahisi labda baba mwenye nyumba ndiye mhusika, aidha baba Joani naye pia anahusika kuhusiana na namna ambavyo anavumvulia nguo, aidha amheshimu au ni nini? Kipi ambacho aidha unaweza kukifanya? Basi tujuze hapo kwenye comment, lakini cha msingi ni kwamba hakikisha unabonyeza neno subscribe kisha tuweze kuendelea moja kwa moja. Ni kukaribisha, hii ni Bongo Movie Network, sehemu pekee ambayo tunazungumzia uchambuzi, na siku ya leo tupo na tamthilia hii tukiwa episode ya kuelekea 6. Basi tuzungumzia vitu vingi sana. Sasa tukianza moja kwa moja, kama nilivyokujuza, nitakufahamisha vitu vingi sana ambavyo ulikuwa ufahamu. Tukianza moja kwa moja, kama tulivyoona mwanzoni kabisa, huyu mfanyakazi huyu aliamua kuweza kutega mitego yake, hasa akihakikisha kwamba akihakikisha anatengeneza mazingira ambayo akaweka mafuta chini ili kusudi waweze kuteleza. Lakini mwisho wa siku aliweza kumwacha hivyo hivyo bila kujaji, bila kuhoji na nini. Kwa hivyo haya yote yanaendelea ni kwamba huenda anachukulia rahisi kwamba hizo wanavyomwacha wanampa onyo tu. Lakini baada ya hapo ni kwamba tuliweza kuona tukio lingine jipya kabisa ambalo lilikuwa ni la huyu ambaye ni Madevu pamoja na Kizibo, lakini pia na Sonia aliweza kutokea hapo. Sasa kama ni miongoni mwa watu ambao umekuwa ukinifuatilia hapa uchambuzi, kama nilivyokujuza, huwa nawafahamisha matukio yanayokwenda kujiri katika hatua zilizopita zile, ukiachana hii nilizozungumza hivi karibuni. Ile iliyopita nilikujuza kwamba watakwenda kukutana wote watatu, kisha mambo yatakuwa mazito, mambo yatapalanganyika, niseme hivyo kwa Kiswahili cha kawaida. Kama ulivyoona, basi ndio hivyo, alitokea kuwakimbiza na fimbo na mambo yakawa ni mengi kulikweli. Sasa kitu ambacho kilifanyika hapo ilikuwa ni kama mchezo, kwa sababu kwa upande wa Kizibo kajifanya kama hamjui kabisa, kwa sababu hawa ni watu ambao
wanaishi mtaa mmoja, lakini wanatakiwa waishi kama vile hawafahamiani kabisa. Kwa hivyo hicho ndicho ambacho kilichokwenda kutokea, lakini kila mtu anafahamu kwamba kwa upande wa Kizibu ana siri zake zipo kwa Sonia. Sonia anamjua ni mwanamke gani mwenye roho mbaya kiasi gani, anamjua kabisa ni mtu wa hovyo kabisa. Lakini kwa upande mzima wa mwamba mwenyewe huyo ambaye ni MC Madevu, pia Sonia anamjua ni mtu gani. Kwa hivyo wote kwa ujumla wanajuana. Kwa hivyo ile connection sasa ndio inayokuwa ngumu sasa kuweza kuiconnect zile doti kusudi kuweza kuona namna gani ambavyo mambo yanavyoweza kwenda tofauti kabisa. Sasa kwa hivyo aliweza kuwakimbiza na fimbo namna ile pale, halafu kisha maisha yakazidi kuendelea. Sasa je, ni kipi kinachoendelea? Ni kwamba Kizibu anakwenda kuambukizwa ukimwi kisha aweze kutelekezwa. Japokuwa Kizibu anaonekana kama vile katokea tu kudata hapo, hata itabidi anaona kama vile hapo basi ni vyema akatulia hapo. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hilo? Lakini pia tuliweza kuona Baba Kalobo akiwa msituni na Sonia. Baba Kalobo na Mdoli wameenda zao msituni, wanapiga zao stori nyingi kweli kweli, wakijadiliana vitu vingi kweli kweli.